Ebana nachokusihi kitu kimoja tu, hakikisha una subscribe na like na kuwa mwanafamilia wa Gamba TV, na nimekuja kuzungumza na baadhi ya wasanii ambao wanapatikana kwenye tamthilia ya Kula Daku, inapatikana kwenye Faraja Yangu TV. Mbele yangu ni MC Cash, pia ni mmoja ya washiriki ambao wanapatikana kwenye tamthilia ya Kula Daku. Tutazungumza naye maana tupo kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani na tamthilia pia inahusu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tutavifahamu vingi kutoka kwa MC Cash. Bana MC sasa hizi. Safi ndugu yangu. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. No, mfunga tunaiona. Funga kweli tunaiona, Allah anajalia, na sisi ni watu wa Mungu. Tunafanya hivi kutokana na maamrisho ya Mwenyezi Mungu pamoja na Qur'ani yetu pamoja na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunafanya hivi kwa ajili ya kuelimisha pia, kwa sababu kuna watu wengine wanatakiwa kuelimishwa nini wanatakiwa kifanye, wengine wakisifanye. Kwa hiyo tamthilia ya Kula Daku inaweza ikasababisha au inaweza ikafungua akili za watu, mioyo ya watu kujua nini anahitajika afanyike, mazuri ni yapi, mabaya ni yapi. Kwa hiyo unajifunza mengi sana kupitia Kula Daku series yetu. Hivi nikikuuliza neno funga lina maana gani? Yaani neno funga ama neno funga ina maana gani? Ukiniuliza mimi neno funga, hasa funga kwa sisi Waislamu ni maamrisho kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Sawa, ni kujizuia baadhi ya vitu kutokufanya ambavyo sivyo vya halali. Ndio maana tunapotaka kufunga, ndio maana mwezi unapoandama Shabani na vuishi unapoingia Ramadhani, pale Ibilisi kwetu sisi kwa Waislamu, sijui kwa watu wengine, Waislamu Ibilisi anakuwa amefungwa, lakini sisi pia tunajizuia na matamanio. Kujizuia, unafunga, unajizuia matamanio ambayo yalikuwa sio ya halali. Ndio maana hata kama ukiwa unaishi kwamba ulikuwa kuna watu wanakunywa pombe Waislamu, na Waislamu wanakula nguruwe, kuna Waislamu wanafanya vitu kibao vya ajabu, lakini mwezi ukifika wanauheshimu, kwa sababu wanajua kabisa huyu Mwenyezi Mungu ndio kwanza mwezi ameuteremsha Qur'ani katika nuizi zake huko. Sawa. Kwa hiyo na sisi hapa tupo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo funga sisi ni kujizuia na matamanio, na vile vile ni darasa, tunajifunza mengi kuhusu dini yetu, kwamba dini yetu inatakiwa iende 1 2 3, unatakiwa upate mwongozo 1 2 3 katika dini yetu. Lazima uswali. Ndio maana watu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani watu wanafanya sana ibada. Misikiti yote inajaa tika shekhe. Ibada wanafanya watu mwezi wa Ramadhani tu. Waislamu hao. Ikiisha ndio imeisha hiyo. Yaani ukiingia Shawwal ndio imeisha. Shawwal ukiingia ndio watu kwisha. Kwa hiyo hapo inabidi tujifunze. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa mtakaso, kujifunza, kujieleza, kujizuia na ujizuie katika maisha yako ya kila siku. Sawa bwana? Ndio. Nataka nijue hivi mtu anapofunga Ramadhani tu, alafu ikisha Ramadhani anarudi sasa kwenye anapotoka kwenye maovu. Hivi ni sahihi ama ni kipi ambacho unaweza kuambia Waislamu ambao wanafanya vitu kama hivi, wanafunga tu Ramadhani na kuswali wakati wa Ramadhani tu, ikisha basi nao hawaendelee tena na swala? Sheikh, hiyo hapo sasa ni kama vile unajikuna mwenyewe, unajipuliza mwenyewe. Sawa Sheikh? Yaani inawezekana una upele, unajua kabisa huu upele ni shida. Ushanielewa? Upele ni shida. Ni si utumbuo unatoka usaha. Kwa hiyo ni yale. Lazima hiyo ni hasara. Kwa sababu inawezekana wewe leo unatenda mema afu kesho unaenda kutenda maovu. Yaani leo unajua kuna watu wengine leo takbira Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ile sikukuu ile mwisho wa mwezi wa Ramadhani, chungu cha mwisho, mwezi umeandama, takbira zinaenda. Kuna wengine tayari washapanga ya kwao kuvunja jungu. Yaani tayari sio kuvunja jungu, kuanza na jungu. Ile sio kuvunja, ni kabla Shabani hiyo 20 ngapi watu ndo wanavunja jungu. Yaani huo sasa hamna kitu. Yaani wewe umeenda kucheza tu. Yaani inawezekana leo utubu, yaani leo ufanye dhambi, leo unafanya dhambi ya mwisho, afu eti kesho unaingia kutubu. Hiyo hakuna Mungu wa design hiyo. Hakuna. Yaani hakuna. Yaani leo eti nafanya eti maasi, afu eti kesho naenda kumuomba Mungu. Hiyo hakuna hiyo. Kuna wengine anasema mwezi wa Ramadhani umeisha tu, takbira tu ya Eid, watu washapanga tayari ratiba. Kesho wapi bwana? Saa 9 wapi? Kuna watu wanalewa. Sasa hapo inakuaje? Malaika wengine wa kheri wanakuwa wanalia, wanakulilia, wanasema mja wetu ndo anaangamia. Ibilisi kashafunguliwa hapo. Katika vitabu anakuambia Ibilisi atakuja, atasema mbona vitu vyangu vyote, midaharo yangu yote, watu kunywa pombe, kuvuta masigara, vipi mbona hakuna watu? Ibilisi anakuwa analia, ndevu zake yani analia paka zile ndevu zinakuwa zinatoa machozi, yani zinatoa majimaji, ni machozi, analia kwamba imekuaje watu wa Mtume Muhammad na Mwenyezi Mungu, mbona mimi wote wamerudi kwa Allah?
basi pale nasema naanza kufanya kazi yangu sasa hivi. Basi hiyo kazi atakayoanza kuifanza ndio watu sasa. Kifika saa 7 watu baada ya kula mpunga, katakei ziko nyingi. Tunaenda klabu Kidimbwi, watu wanaenda wapi? Huko bichi kufanyaje? Yeye ndo anaenda sasa kuchukua watu wake anaorudisha. Kwa hiyo inabidi sana tumuombe sana Mwenyezi Mungu, hata tuombe pia Mwenyezi Mungu wa watu wanaofunga, basi Allah afanyie shufaha wasiwe kuingia kurejea katika wale walioacha. Na tupo kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni matendo yapi ambayo tunatakiwa kwenye mwezi huu tuyafanye ambayo yanampendeza Mwenyezi Mungu kabisa? Sawa, ikiwa wewe kama Muislamu, kitu cha kwanza naongea na Waislamu, jamani, mimi sijasoma kiiva, mimi sijasoma, sijui, ila tu Mwenyezi Mungu alionipa ufahamu wangu wa akili, basi ndio huo. Ila mimi sio mwalimu wa kusema najua, sijui chochote. Allah yeye ndo anayejua. Hakuna manake duniani mtu anayejua akasema yeye anajua. Ila lakini mwezi wa Ramadhani kuna mambo natakiwa uyafanye bwana. Utoe sadaka, uswali, kama wajane, mayatima, futurisha mayatima, wajane. Lakini msisahau kuna zakatul fitri. Waislamu mnaofunga, hilo swala linakuaga zito. Kwanza hapo kwenye zakatul fitri, bora umeniuliza hilo swali. Kwanza kuna kutoa sadaka, kuna kufunga. Hakikisha unapofunga, jamani, msisengenye watu. Msalieni mtume kila wakati. Kheri zenu mtaziona, mtengeneze saumu zetu, mjizuie kwa kujistiri nyinyi wenyewe. Ukiona hapa hii sehemu ni shida, toka kaa sehemu ambayo unajua kabisa hapa kuna neema, soma Qur'ani kwa sana. Kwa sababu ili 10 lenyewe la kwanza tu la rehema. Muombe Mwenyezi Mungu rehema zako kila wakati, usiku amka swali la kazi zako 2 unamuomba rehema Mwenyezi Mungu apate kukufungulia kheri. Allah atakujalia kheri na nuru, lakini ukitaka. Na kuna wengine mwezi mtukufu watu wanaona mwezi tu kawaida, wanaona ni kawaida, wakati Qur'ani imeshushwa katika mwezi huu Lailatul Qadri 10 la mwisho. Qur'ani imeshushwa, lakini kuna watu wengine watakuchukulia ni kawaida tu, wanaona ni yale yale. Tukija hapo umeniuliza kuna kwenye swali, rudia tena kidogo. Yaani matendo yapi tu yafanye kwenye mwezi wa Ramadhani ili iwe ni funga yetu imeenda sawa? Sawa kabisa. Pale nimeshakujibu, ndio kufunga, kutoa sadaka, kutoa zaka. Nakuja kuzungumzia, nilisahau, kwenye zakatul fitri. Mashekhe hapo wanatuangalia kwa sababu wakati mwingine zakatul fitri zinawafikia watu ambao sio. Ndio maana kama wewe unaji uwezo wa kusema mimi nina uwezo kutoa zakatul fitri, tafuta wale watu stahiki wanaotakiwa kupewa zakatul fitri, wapelekee watu wanaostahiki kupewa zakatul fitri. Wapelekee watu wanaostahili kupewa zakatul fitri. Lakini ile habari ya watu system sijui ilete msikitini, hela zenu zinaliwa shekhe, utakuja kuulizwa kwa Mwenyezi Mungu kesho. Hela umetoa ya watu zakatul fitri, maana kuna misikiti na kawaida hiyo. Watu kutoa zakatul fitri inaenda kwa misikitini sijui, watu wanapeana wenyewe, wanalisha matumbo yao. Hiyo inakuwa ni shida. Kwa hiyo kama wewe ni Muislamu unajielewa, unanisikiliza, hakikisha zakatul fitri yako iandae mapema. Kwa sababu zakatul fitri huwezi kuiandaa ukasema eti kesho Eid niandae leo. Hapana. Una 10 lote la mwisho, unajua kabisa mimi ninafunga 10 langu la mwisho, nikimaliza lazima nitoe zakatul fitri. Basi zakatul fitri hiyo tafuta watu wenye kustahiki mapema. Inapofika usiku ule chungu cha mwisho cha mwezi wa Ramadhani, kesho ni watu tunaanza Eid al-Fitri, hakikisha usiku wake umewapelekea, au asubuhi kabla ya swala umewapelekea wahusika wako. Lakini sio tena unapeleka msikitini, hela zenu zinaliwa. Waislamu haya tupo. Na kuna wewe pia ni MC na unakuwa unafanya kazi na baadhi ya wasanii, watu maarufu. Watu maarufu wamekuwa na yaani wamekuwa na tabia ya kupeleka misaada kwa watu wasiojiweza mwezi wa Ramadhani, ama kutoa chochote alichojaliwa, lakini na kutoa kwa kutumia kamera watu wote waone. Je, hii ni sahihi kutoa msaada mpaka uhakikishe watu warekodiwe unawapelekea misaada? Kwanza Mwenyezi Mungu wenyewe kwanza hapendi kwa sababu unakuwa unafanya riha. Kwa mashekhe wanajua riha, kujionyesha, kujifaharisha. Mwenyezi Mungu hapendi. Unaweza kusaidia watu bila hata kuiyo mambo ya makamera. Ila inategemea. Sawa. Uenda kuta sasa katika wewe unaweza ukasema unaenda kufanya jambo lako kisiri, kuna watu vile vinyeme siri zako kwa wanazitoa kupiga picha. Alikuwepo bwana mtu fulani bwana katoa. Lakini matajiri ndio wakati wao, kwa sababu anajua uhitajika wa sasa hivi pesa zao. Matajiri wengine wako radhi mwezi wa Ramadhani wafanye chochote, watatafuta hata misikiti iko wapi ya kujenga, madrasa ziko wapi za kujenga, wapi kuna vuja hapa mambo ya dini. Kuna Waislamu sasa hivi wenye pesa zao, matajiri wanahangaika muda huu kwa sababu wanajua muda huu ni malipo.
ukitoa kimoja 70 shekhe, una wapi hapo kwa siku? Yani hapo una wapi hapo? Unakuwa umeenda mbali. Unakuwa umeenda mbali. Sasa kila siku ngapi? Kama kipindi cha swala kimoja kina 70 shekhe, kina 70. 70 fanya mara 5 100. Kwa hiyo kwa siku 100 ukifanya jambo moja unalipo mara ngapi? Mara 100 au mara ngapi? Mara 100. Basi sawa. Kama mara 100 haya, kama ukifanya moja, umeswali swala yako tu labda dhuhuri, ndio shekhe unasema una 100. Maana mimi sijui shekhe, sijasoma. Na nikumbusha 100. Kwa hiyo vipindi vitano vya swala, sunna zako kiswali, tarawih yako kiswali. Kwa hiyo ndani ya siku unaweza ukaingiza wewe thawabu karibia hata 1000 kwa siku 30. Hujasoma Qur'ani hapo ni kuswali tu. Sasa ndio ukitoa hela kwa wajane, pesa hii kaenda kwa yatima, ukafuturisha mayatima, ukafutulisha watu waliofunga. Kuna wengine wanakaa tende zao tu. Umefika Allahu Akbar, Allahu Akbar, unachukua tende anakula. Sheikh, mtihani huo. Mwenzako yuko pembeni, chukua tende mpe, afungulie. Fadhila za Mwenyezi Mungu za kumfuturisha mtu ni khairi zaidi kuliko kukaa nacho kukifichilia. Sheikh, niulize swali lingine. Mimi nashukuru tumepata elimu kidogo kwenye hili swala la Ramadhani, na tunarudi sasa kwenye kazi yako ambayo tumeona tamthilia ya Kula Daku ambao umeifanya pia inahusu mwezi wa Ramadhani. Ni kipi ambacho kimekuvutia kuitwa na kufanya hii kazi ya Kula Daku? Mimi hapa kilichonivutia sifahamu, labda tumuulize producer pamoja na director kwa nini waliona mimi ninaweza kukava hiyo nafasi. Na mimi hiyo nafasi nimeichukua nikaifanya kama vile wao wanavyotaka. Kwa hiyo wale waliona mimi kuna kitu ninaweza nikafanya. Sawa? Ndio maana hata kila msanii aliyekuwa mumule, producer na director wake aliyoproducer alikuwa anaona kwamba huyu mtu anaweza akafaa. Kama kuna shekhe yule nani yule, shehe wetu yule mwenye baba mwenye mtoto yule fundi sana, fundi yule yuko vizuri kabisa kwenye kuigiza, lakini nani aliona producer na director. Lakini sio yeye hajatoka kusema mimi nahitaji nifanye. Producer, director aliona kwamba huyu mtu ana kitu, anaweza akafanya 1 2 3. Kwa hiyo hivyo ni wao wenyewe wameona, nakasema hamna shida, kwa sababu mimi faraja yangu ni yangu pia. Kani styling wa pale, producer, director, mimi ni kati ya mtu ambaye nilimfundisha kazi pia.